Swala la utengenezaji wa mbegu za kiume kwa mwanaume unategemea hormones aina 5, na hizi homoni zote zinatakiwa kuwa sawa ili kuhakikisha mchakato wa uzalishaji wa mbegu za kiume unakuwa sawa na kusaidia uwezo wa mwanaume kuweza kutungisha ujauzito. Kati ya hizi homoni kuna homoni ya kwanza ambayo ni homoni kuu na inahusika kuratibu hizi homoni zote, ambayo homoni inafahamika kama testosterone, lakini homoni ya pili inafahamika kama luteinizing hormone, na homoni ya tatu inafahamika kama follicle stimulating hormone. Homoni ya 4 inafahamika kama inhibin B, na homoni ya 5 inafahamika kama estradiol. Hizi ni homoni ambazo zinatakiwa kuwa kwenye kiwango sahihi kuhakikisha mchakato wa uzalishaji wa mbegu zako unakuwa sawa na kuweza kufanikisha mwanaume kuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito. Ukiona kuwa una changamoto yoyote inayohusiana na mbegu, aidha mbegu zako ni chache, mbegu zako hazina spidi, mbegu zako ni dhaifu, mbegu zako umbo lake sio sawa, basi tambua kuwa utakuwa na hitilafu kati ya hizi hormones ambazo zinakuwa zinahusika katika kuzalisha mbegu zako za kiume. Wasiliana nami uweze kupata matibabu sahihi yanayoenda kukabiliana na homoni hizi, kwa sababu ndo homoni kuu katika kutengeneza mbegu zako na wewe kufanikiwa kuitwa baba. Afya yako ni uwekezaji wako. Jeni na Afya yupo kuhakikisha kila mwanaume anaitwa baba na kuweza kukomboa familia zinazohangaika na masuala ya uzazi.